Mashemasi tuwasaidie watu wa Bwana asifiwe. Hebu na tuwe na neno la maombi kabla ya ujumbe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa namna ambavyo umeendelea pamoja nasi tangu mwanzo hadi wakati huu. Naomba Bwana ya kwamba kwa nuru ya neno lako utafafanua yote kwetu, ili Bwana tusiweze kuwa gizani kwa jina la Yesu. Naomba ya kwamba kweli itaandikwa katika kila moyo, ili kwamba maisha yetu yakubalike machoni pako kwa jina la Yesu. Kama ambavyo umetuokoa, tusaidie kuwa thabiti na kubaki tukiwa salama katika ufalme wako. Tusaidie kutokuwa wasiojali juu ya maisha yetu ya Kikristo, tusiojali juu ya kufikia lengo kuu ambalo unalo kwa ajili ya kila mmoja wetu. Tutunze kwa neema yako, tutunze katika neema yako, na tutunze katika utele zaidi. Kwa jina la Yesu tumeomba, amen. Natazama Yohana sura ile ya 15. Tunapotazama ujumbe, masharti ya usalama ya waamini, masharti ya usalama katika Kristo, masharti ya usalama katika Kristo. Yohana 15 mstari wa kwanza. Mimi ndimi mzabibu wa kweli, na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa, na kila tawi lizaalo hulisafisha, ili lizidi kuzaa. Sasa nyinyi mmekwisha kuwa safi kwa neno niliyowaambia. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Mimi ni mzabibu, nyinyi ni matawi. Akae ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana, maana pasipo mimi nyinyi hamwezi kufanya neno lolote. Mtu asipokaa ndani yangu, mstari wa 6, Yohana 15 mstari wa 6 tunasoma, mtu asipokaa ndani yangu tupwa nje kama tawi na kunyauka. Watu huyakusanya na kuyatupa motoni yakateketea. Huyatupa motoni yakateketea. Nasema mstari wa 7, nanyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote, nanyi mtatendewa. Amen.
Bwana alijua ya kwamba wanafunzi wake walizoelea hali ya wakulima juu ya mizabibu na mkulima na mambo ya mzabibu na mtunza mizabibu. Kwa hiyo akatumia mfano huo katika kuzungumza juu ya kila tawi ndani yake, kila mwamini aliye ndani yake, kila mfuasi wa Kristo. Anasema kwa kwanza kuamini ni hatua njema, ni hatua iliyotukuka, lakini sio hatua ya mwisho. Mwanzo ni mwema, kuendelea kutembea pamoja na yeye na kudumu na yeye na kubaki thabiti ndani yake, salama ndani yake, ni jambo la muhimu mno. Kwa hiyo anasema mimi ni mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye anayesimamia mizabibu yote, yeye ndiye mkulima. Na anazungumza juu ya aina mbili ya waamini, wale wanaodumu na wale ambao hawawezi kudumu, wale ambao wanaendelea na wale ambao hawaendelei, wale ambao wanasimama thabiti na wale ambao wanayumba wakiwa njiani. Kwa hiyo anasema katika ule mstari wa pili, anasema kila tawi ndani yangu. Umezaliwa mara ya pili, unaamini, tayari upo katika Kristo, kiumbe kipya katika Kristo. Kila tawi ndani yangu lisilozaa, linalosahau ya kwamba kila tawi katika ile shamba liko pale, tawi kuzaa matunda. Na hilo ni jambo linalomhusu kila mmoja wetu ambaye hana neema, hamiliki uwezo wa kuzalisha matunda. Unasema kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa Baba mwenyewe, na kila tawi lizaalo mwamini, ameokolewa, amesamehewa, amewekwa huru, anadumu, anayo neema ya Mungu, nasema huyo uzaa sana. Huyo anasafishwa ili azae sana. Na kuleta mfano kwa wanafunzi wake, anasema sasa, nyinyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Tayari walikuwa wamekwisha kuokolewa, majina yao yalikuwa yameandikwa katika kitabu cha uzima. Na akawatia moyo na anawaambia, kwa kuwa sasa mmekwisha kuwa safi, kwa sababu sasa mmeokolewa, kwa kuwa sasa nyinyi ni wafuasi na nyinyi ni wanafunzi wangu, kwa kuwa sasa majina yenu yameandikwa mbinguni. Mstari wa 4, kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Anasema mstari wa 5, mimi ni mzabibu, nyinyi ni matawi. Akae ndani yangu ananiamini, anaendelea kuniamini mimi, anasimama, anadumu, anabaki akisimama, ni mwaminifu, anatembea kwa uthabiti, anaendelea pamoja nami. Anasema huyo anayekaa ndani yangu nami ndani yake, huyo uzaa sana, maana pasipo mimi nyinyi hamwezi kufanya neno lolote. Mstari wa 6, mtu asipokaa ndani yangu, mtu akifikiri nimeokolewa, na haijalishi iwe nimekaa ndani au la, mtu akisema mimi nimeokolewa
na haijalishi iwe mimi nipo thabiti au la. Mtu akisema mimi ni tawi, mimi ni muamini, mimi ni mtoto wa Mungu, kama hatokaa, anasema mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka, watu yakusanya na kuyatupa motoni yakateketea. Hilo tayari linatuambia ya kwamba Mkristo ana usalama wenye masharti. Yeye anayedumu anabaki salama. Muamini asiyedumu katika Kristo hayupo salama. Tunakuja katika fungu hili la maandiko, tunakuwa na vipengele vitatu. Na tazama kipengele cha kwanza sasa, sharti ya usalama wa muamini. Sharti, kipengele cha kwanza la muamini ambaye amekuja kwa Bwana, kama atabaki salama, kuna sharti la usalama wa muamini. Kipengele cha pili ni madhara ya udhambi wa warudi nyuma. Mtu ambaye amekuwa katika Bwana na hatimaye akarudi nyuma na akarudi dhambini na katika uovu, huyo muamini anayegeuka kuwa mrudi nyuma, huyo mrudi nyuma, huko kurudi nyuma kuna madhara. Naomba ya kwamba hautorudi nyuma. Nipe amina nzuri. Muamini lazima aendelee katika Bwana, aendelee katika neno ambalo Bwana ametupa. Na unapoendelea, Bwana atakutunza kwa jina la Yesu. Mimi nitaendelea katika Bwana. Jiambie mwenyewe, sema mimi nitaendelea katika Bwana. Kipengele cha pili ni madhara ya udhambi wa warudi nyuma. Jambo la tatu ni kujiweka wakfu pasipo lawama na uthabiti. Unamfuata Bwana kwa uthabiti pasipo lawama. Jambo la kwanza, niambie kipengele cha kwanza nisemaje? Masharti ya usalama wa muamini. Tunarudi katika kitabu hicho cha Yohana sura ile ya 10, nasoma mstari wa 27. Yohana sura ile ya 10 mstari ule wa 7. Kondoo wangu waisikia sauti yangu, nami nawajua. Na anaendelea kusema nao wanifuata. Mstari wa 28 anasema nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe. Amen. Wala hakuna mtu atakayewapokonya katika mikono yangu. 29, Baba yangu aliyenipa hao ni mkuu kuliko wote, wala hakuna mtu awezaye kuwapokonya katika mkono wa Baba yangu. Hiyo ndiyo mistari ambayo baadhi ya watu huitazama na kusahau mistari mingine katika sura hiyo, na wanasahau sura zingine katika Injili sawasawa na Yohana, na wanasema yale ambayo Kristo ameyasema. Kristo anasema kondoo wangu waisikia sauti yangu, nami nawajua. Na kwa kadiri tutakapoendelea kuisikia sauti ya Bwana, tunaposikia ile sauti, tunaifuata ile sauti, tunaitii ile sauti ya Bwana, anatujua
na anasema tunamfuata, na kwa kadri tunavyoendelea kumfuata hatua kwa hatua tunaendelea katika Bwana. Anasema wananifuata, nasema nami nawapa uzima wa milele. Sio wale ambao hawanifuati, sio wale ambao hawasikii, sio wale ambao hawaamini. Wanaamini, wanaendelea kuamini, wanafuata, wanaendelea kunifuata, na kwa sababu wanafuata kwa namna hiyo, anasema nawajua, na anasema ninawapa uzima wa milele. Nasema wala hawatapotea kamwe. Unapoendelea kumfuata Bwana hautopotea kamwe, wala hakuna mtu atakayewapokonya katika mikono yangu. Mstari wa 29, Baba yangu aliyenipa hao ni mkuu, ni mkuu kuliko wote. Nasema wala hakuna mtu awezaye, hakuna mwenye dhambi awezaye, hakuna shetani awezaye, hakuna pepo awezaye kuwapokonya katika mkono wa Baba yangu. Kinitazama masharti. Hebu na turudi katika mstari wa 5 sura hiyo hiyo, Yohana 10 mstari wa 5. Anasema mgeni hawatamfuata kabisa. Hao ndio watu ambao wapo salama. Mgeni hawatamfuata kabisa. Mhubiri wa uongo hawatamfuata, na mchungaji wa uongo hawatamfuata, na mwenye mafundisho ya uongo hawatamfuata. Nasema bali watamkimbia. Hao ndio watu ambao wapo salama. Hii ndio sharti hapa ya kwamba unamwamini Bwana, unakuwa salama katika Bwana, unakuwa imara katika Bwana, wala haumfuati mgeni, haufuati mafundisho ya kigeni. Na anaendelea kusema, nasema kwa maana hawazijui sauti za wageni. Hautowafuata hao wageni. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 2. Sharti hapa analiweka wazi, na sharti analolidhirisha ni kwamba ndilo linalomfanya muamini awe salama. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 2, nasoma kuanzia mstari wa 24. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari ule wa 24. Nanyi basi hilo mlilolisikia tangu mwanzo na likae ndani yenu. Neno ulilolisikia ambalo uliliamini, ukatubu, ukamjia Bwana, ukapokea wokovu, na ukapata uzima mpya, na ukapata tabia mpya ya kiumbe kipya, na hilo nalikae ndani yako. Anasema nyinyi basi hilo mlilolisikia tangu mwanzo na likae ndani yenu. Anasema ikiwa hilo mlilolisikia tangu mwanzo linakaa ndani yenu, nyinyi nanyi mtakaa ndani yenu na ndani ya Baba. Kuna sharti kwamba ukiruhusu yale uliyosikia tangu mwanzo yakae ndani yako, yadumu ndani yako, na ukaishi kwa hayo kwa neema ya Mungu, utaendelea katika Bwana. Waraka wa kwanza wa Yohana sura 2:28 hapo. Mstari wa 28, na sasa watoto wadogo kaeni ndani yake. Sio mkae katika hatari. Kuto kukaa ndani yake na maana unaangamia, unapotea. Ili uwe salama, udumu katika Bwana mpaka siku ile ya mwisho. Sema kaeni ndani yake, ili kusudi atakapofunuliwa yeye muwe na ujasiri, wala msiaibike mbele zake katika kuja kwake. Mimi sitoaibika. Nasema wewe hautoaibika. Kaa ndani yake ili usije aibika. Waraka wa kwanza wa Korintho sura ile ya 9. Korintho wa kwanza 9:24. Wa Korintho wa kwanza 9:24. Je, hamjui ya kuwa wale washindanao kwa kupiga mbio hupiga mbio wote, lakini apokeaye tuzo ni mmoja? Ya kwamba tumeanza kupiga mbio, hiyo si
sio kwamba tumemaliza mbio, lakini tutamaliza mbio. Unayo nia ya kumaliza, umeazimia kumaliza, umejiweka wakfu ili kumaliza. Kwa hiyo anasema pigeni mbio namna hiyo ili mpate. 25, na kila shindanaye katika michezo ujizuia. Hautoshindana kwa ajili ya vitu vinyonge. Hautokuwa mtu dhaifu, mpiga mbio usiokuwa na nguvu. Utapiga mbio mpaka mwisho, na utakuwa na nia yako, umekaza nia yako kupata ile thawabu. Anasema na kila shindanaye katika michezo jizuia katika yote. Ana kiasi katika yote, ana kiasi katika hasira yake na katika yote yaliyo ndani yako. Ule anataka kupiga huku na kupiga mbio kuelekea huku na kule na kutapanya nguvu kila mahali. Unakuwa na kiasi katika yote. Hao ndio watu ambao wapo salama. Wana kiasi katika yale unayokunywa, una kiasi katika yale unayokula, una kiasi katika mahusiano yako, una kiasi katika urafiki, una kiasi katika yote ya ulimwengu ambayo utumii hivyo vitu ulivyo navyo vibaya katika dunia. Sasa nasema basi hao ufanye hivyo kusudi wapokee taji haribikayo, bali sisi tupokee taji sio haribika. Mstari wa 26, hata mimi mtume, hata mimi kama mhubiri, hata mimi kama mtumishi, hata mimi kama msafiri, hata mimi kama mshirika wa mwili wa Kristo, hata mimi napiga mbio vivyo hivyo, si kama sitai, napigana ngumi vivyo hivyo. Paulo mtume, je, bado wewe unapigana? Napigana na hayawani wa Efeso, napigana vita vizuri vya imani, napigana dhidi ya uongo, napigana dhidi ya majaribu ambayo yanajaribu kunifuta chini, napigana dhidi ya mwili uharibikao unaotaka kunivuta chini. Nasema napigana si kama apigaye hewa, bali 27, na utesa mwili wangu, na utesa mwili wangu. Paulo, nilidhani wewe ni mtu mzima kweli, na wanasema kwa kadri unavyokuwa mzee mwili wako hauwi na hisia na matamanio. Paulo, nilidhani wewe ni mtume na neema ya Mungu imefurika maisha yako. Nilidhani unapokuwa na neema zaidi mwili unakuwa umekufa tayari. Paulo mtume anasema mwili umekufa kwa kadiri ambavyo nina ufanya mwili uwe umekufa. Mwili unakuwa chini yangu kwa kadiri ninavyoweka chini yangu. Mwili wangu unakuwa haushughuliki ninapoutiisha katika hali ya kutokushughulika na kufanya lolote, lakini nikiuachia, nikiuruhusu, nikijiachia na kuwa na mambo ya kimwili na mambo ya ulimwengu, nasema hayo yote matendo ya mwili yatarudi. Hayotorudi hayo matendo ya mwili kwako. Anasema na utesa mwili wangu na kutumikisha, isiwe nikiisha kuwahubiri wengine, mwenyewe niwe mtu wa kukataliwa. Hautokataliwa. Mstari wa 27, na tusome mstari wa 27 kwa pamoja. Bali na utesa mwili wangu na kutumikisha, isiwe nikisha kuwahubiri wengine, mwenyewe niwe mtu wa kukataliwa. Sasa soma kwa kuelewa na kwa kushawishika. Soma kwa sauti thabiti. Hautokuwa mtu wa kukataliwa. Lakini unaona sharti pale, anasema na utii
natiisha mwili wangu, viungo vyote vya mwili wangu. Mkono unawaambia hawezi kuandika mambo hayo, mkono hawezi kutuma ujumbe kama huo, macho hawezi kutazama lile jambo, masikio yangu hawezi kuendelea kusikiliza aina hiyo ya uongo, miguu yangu hawezi kuendelea kuelekea kule. Nasema natiisha viungo vyote vya mwili wangu, isiwe nikiisha kuwahubiri wengine, mwenyewe niwe mtu wa kukataliwa. Hivyo ndivyo ambavyo tunabaki salama katika Bwana. Hivyo ndivyo ambavyo tunapata usalama wa mwamini. Natazama Warumi sura ile ya 11. Warumi 11:20. Vema, yalikatwa kwa kutokuamini kwao. Walikuwepo hapo lakini wakaondolewa kwa kutokuamini. Sharti la kuwa salama ni lipi? Ya kwamba hautoselelekea katika kutokuamini, hautoangukia katika kutokuamini, utadumu katika imani ambayo umeiamini. Anasema kwa kutokuamini kwao walikatwa, na wewe wasimama kwa imani yako. Usijivune bali uogope, kwa maana ikiwa Mungu hakuyaachia matawi ya asili, wala hata kuachia wewe. 22. Tazama basi wema na ukali wa Mungu kwa wale walioanguka. Walianguka katika kutokuamini. Kwa wale walioanguka, walianguka katika dhambi. Kwa wale walianguka katika uongo. Kwa wale walianguka katika makosa. Kwa wale walianguka katika roho za udanganyifu za siku za mwisho. Ukali, bali kwako wewe wema wa Mungu, ukikaa katika wema huo. Kwako wewe wema, ukikaa katika wema huo, ukikaa katika wema wake. Anasema kama sivyo, wewe nawe utakatiliwa mbali. Naomba ya kwamba hautokatiliwa mbali. Niombee na nakuombea, sema naomba sitokatiliwa mbali. Hautokatiliwa mbali kwa jina la Yesu. Lakini unajua lazima udumu katika imani, ubaki katika imani. Unabaki thabiti katika Bwana. Unaruhusu neno lizame ndani yako na likae ndani yako, na kwa kadiri neno linavyokaa ndani yako, linadumu ndani yako, hautoanguka. Mathayo sura 24. Mathayo 24:11. Mathayo 24:11. Mathayo 24:11. Na manabii wengi wa uongo watatokea na kuwadanganya wengi. Manabii wengi wa uongo watatokea, watainuka na kuwadanganya wengi. Na kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa. Mstari wa 12 huo. 13. Lakini mwenye kuvumilia, hebu nisomee mstari huo. Lakini mwenye kuvumilia, nisomee kutoka katika Biblia yako. Lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye mwamini, huyo ndiye mtoto wa Mungu, huyo ndiye atakaye vumilia mpaka mwisho. Nasema ndiye atakaye okoka. Ndiye atakayefanya nini? Ndiye atakayeokoka. Wale ambao wanashangaa, wale ambao wanaamini leo, kesho hawaamini, wale ambao wanaamini katika utimilifu wa neno la Mungu hapo zamani, lakini sasa hawajui wanaamini nini, hawakai, hawadumu tena mpaka mwisho. Kama yupo namna hiyo, naomba ya kwamba Bwana atakurejesha, kwa sababu unajua ya kwamba ukibaki katika hali hiyo ya ubaridi wa imani, ukibaki katika tabia hiyo,
ukabaki katika hali ya kurudi nyuma na hauvumilii mpaka mwisho, hakuna usalama kwa mwenye dhambi, hakuna usalama kwa mrudi nyuma, hakuna usalama kwa mtu anayekufuru na amerudi nyuma na harudi kwa Bwana. Usalama wako kama mwamini unategemea wewe kuvumilia mpaka mwisho kwa neema ya Mungu, na hiyo neema haitoshindwa katika maisha yako. Tazame kipengele cha pili sasa, madhara ya udhambi wa warudi nyuma. Madhara ya udhambi wa warudi nyuma. Mrudi nyuma ni nani? Mtu ambaye alikuwa hapo zamani mwamini, lakini sasa sio mwamini tena. Ni mwamini mrudi nyuma, mwamini mfuasi mrudi nyuma, mwanafunzi mrudi nyuma, mshirika mrudi nyuma. Mtu ambaye hapo zamani alikuwa anaamini lakini haamini tena, huyo ndio mrudi nyuma. Nini kimempelekea hapo, kimemfikisha hapo? Dhambi, udhambi. Na kuna madhara ya udhambi wa mrudi nyuma. Tazama Mithali 21, Mithali 21:16. Mithali sura 21:16. Mtu aikosea njia ya busara atakaa katika mkutano wao waliokufa. Hapo zamani alikuwa ni mwamini, alimtumainia Bwana, alimwamini Bwana, alitubu dhambi zake, aliachana na dhambi zote, akawa kiumbe kipya katika Kristo. Lakini sasa ametanga, amekwenda mbali, ametoka katika kusanyiko la wenye haki. Sasa kiroho amekufa, yupo katika kusanyiko la wafu na warudi nyuma. Na kwa taarifa, nini kinawafanya watu warudi nyuma? Ni mambo madogo madogo. Fungua Biblia yako, Mhubiri sura ya 10 mstari wa kwanza. Mhubiri sura ile ya 10 mstari wa kwanza. Mainzi mafu hufundisha malhamu ya muza marashi. Hilo ndilo malighafi ambayo inatumika kutengeneza hiyo malhamu. Kwa hiyo mainzi hufanya uvunda malhamu, dawa ya matabibu. Mainzi huifanya ile dawa iwe na harufu ya kunuka. Vinyemera vidogo vidogo na uofu kidogo uingia katika malhamu hiyo, au kinywaji ambacho hauwezi kukinywa tena kwa sababu ni sumu. Nasema ndivyo ilivyo kadhalika upumbavu haba ni mzito kuliko hekima na heshima. Mtu ambaye alikuwa na Kristo ndani yake, na Kristo aliye hekima ya Mungu, sasa ameondoka katika hiyo hekima, na upumbavu kidogo, kosa kidogo, dhambi kidogo vimeingia ndani ya huyo mtu, na huo ndio mwanzo wa kurudi nyuma. Mambo madogo madogo madogo. Wimbo ulio bora sura ya 2, wimbo ulio bora sura ya 2 15. Tukamatie mbweha, anasema tukamatie wale mbweha wadogo wadogo waharibuo mizabibu, maana mizabibu yetu yachanua. Sema mbweha kidogo,
kutokuwa na haki kidogo, dhambi kidogo uiharibu mizabibu. Hayo mambo yanaanza kidogo kidogo tu, kurudi nyuma kuanza kidogo kidogo. Hebu turudi katika Agano Jipya, Wakorintho wa kwanza 5:6 anasema, kujisifu kwenu sio kuzuri. Hamjui kwamba chachu kidogo ulichachusha donge zima? Je, hamjui ya kuwa kurudi nyuma huanza kwa namna kidogo kidogo? Sema, je, hamjui kwamba kutokuamini kidogo, kutokuwa mwaminifu kidogo, uongo kidogo, na uovu kidogo, na kutokujali kidogo, na upumbavu tu kidogo, tunaweza kwa kufanya wewe useleleke na uendelee kuseleleka mpaka hakutokuwepo na usalama, na Bwana na atuokoe. Anasema, je, hamjui ya kuwa chachu kidogo uchachusha donge zima? Anasema ili muwe wapya, basi jisafisheni mkatoa ile chachu ya kale. Anasema mpate kuwa donge jipya, kama vile mlivyo hamkutiwa chachu. Kwa maana anasema mnataka mbaki mnadumu katika Bwana. Anasema kama mnataka mbaki salama katika Bwana, kuna sharti, mstari ule wa 8, basi na tuifanye karamu, si kwa chachu ya kale, wala kwa chachu ya uovu na ubaya. Mambo kidogo, hasira, mambo kidogo, hasira na mambo madogo madogo, chuki kidogo, mambo kidogo kidogo, uovu kidogo. Sema, bali kwa yasiyochachuka ndio weupe wa moyo na kweli. Bwana na tusaidie kuwa waangalifu. Bwana na kutunze ukiwa mwangalifu, na Bwana akusaidie kuwa mwangalifu. Wagalatia, tazama Wagalatia sura ile ya 5 na tunasoma mstari wa 9. Wagalatia 5 mstari ule wa 9, chachu kidogo huchachua donge zima. Bwana anatuambia tuwe waangalifu juu ya kule kurudi nyuma kidogo kidogo, uongo kidogo, upumbavu kidogo, hasira kidogo, na ghadhabu kidogo, na kuongea ovyo kidogo, na udhambi kidogo, kukubaliana kidogo, vinavyoingia ndani kidogo kidogo unaanza kukengeuka. Na anasema na tuwe waangalifu dhidi ya hayo, na tujisafishe dhidi ya hayo madogo madogo. Waraka wa Yakobo sura ile ya 3. Waraka wa Yakobo sura ile ya 3 mstari wa 5. Waraka wa Yakobo 3 mstari wa 5. Vivyo hivyo ulimi nao ni kiungo kidogo, uwe mwangalifu nao ujivuna majivuno makuu. Angalieni jinsi moto mdogo washavyo msitu mkubwa sana. Moto mdogo unapigana kidogo, moto kidogo ukatili, moto mdogo wa mabishano, moto mdogo wa kutokubaliana, moto mdogo wa kinywa kisonena vyema na ulimi wa kigeni. Na ni namna gani jambo linakuzwa mno? Anasema moto mdogo huwasha msitu mkubwa sana. Mstari wa 6 anasema nao ulimi ni moto, ule ulimwengu wa uovu. Ule ulimi umewekwa kati ya viungo vyetu, nao ndio utiao mwili wote unajisi, huwasha moto mfululizo wa maumbile,
na uwashwa moto na Jehanamu. Naomba ya kwamba wewe hautokuwa pale Jehanamu. Mara nyingine ni kwa sababu ya ushawishi wa watu wengine, ushawishi kidogo. Kristo amekuwa akikushawishi, akikuelekeza, akikusimamia na kukuvuvia, na hatimaye kuna mtu tu wa kawaida mdogo anakuja, nasema mdogo sababu mnamfananisha na Kristo, na huyo mtu anataka aje akupe ushauri na anataka kuelekeze uchukue mwelekeo mwingine. Huyo mtu awaye yote yule, iwe mwanamume mwanamke, awaye yote yule, awe ni nabii yoyote, awaye huyo, awe ni askofu, mchungaji yoyote, awaye huyo ni mtu mdogo, ni mdogo wa kumfananisha na Kristo. Huyo mtu anataka kukengeusha, lakini hata kukengeusha. Naweza akaja kwa tabasamu, naweza akaja kwa kile wanachokisema wazo jema, naweza akaja kwa kusudi fulani, na lolote liwalo lile wanataka wakupe ushauri kidogo ambao utakufanya uende mbali na Bwana, lakini haitotokea kwako hilo. Watakuja lakini hawatafanikiwa. Katika kisa kwa habari ya wana wa Israeli, Musa kiongozi wao alikuwa amekwenda mlimani, na alikwenda kwa ajili yao. Alikaa kule bila kunywa na wala kula kwa siku 40, na alitaka apokee sheria kutoka katika mkono wa Bwana kwa ajili ya wana wa Israeli. Na Haruni alikuwa nyumbani akiwa anawasimamia mamilioni ya watu, kusanyiko lote. Na mtu mmoja tu mfupi kaja kwa Haruni, akaja na watu wengine wadogo wadogo tu, kwa kuwafananisha na Mungu. Watu wadogo kiwafananisha na Musa, wakasema Musa amekwenda zake wala hayupo, hatuwezi kumuona, lakini unakumbuka maneno yake. Hatuwezi kumuona, lakini unakumbuka maneno yake. Hauwezi kumuona, lakini unakumbuka uangalifu wake juu yenu, na unakumbuka dhabihu na kujitoa alikokuwa nako kwa ajili yenu. Na akamwacha binti yake na Farao, na akaacha kila kitu kule Misri, akaja kwa ajili yenu ili awatoe Misri. Lakini wale watu wakasema ameshaondoka kati yetu kwa majuma machache sasa, na kwa sababu hatuwezi kumuona kwa siku chache, hebu na ututengenezee Mungu. Watakuja watakwambia hii ndio njia rahisi, ile njia nyingine ni ngumu, lile neno lingine ni gumu. Hebu na ututengenezee Mungu. Bado tunataka kuabudu, lakini Mungu wa thamani ndogo, Mungu wa kanuni za kawaida, Mungu wa kidunia tu, Mungu ambaye tunaweza tukamwona na kumfuata. Na Haruni akafanya hivyo, na watu wote bila kumsaza wa yote wakamfuata Mungu huyo mpya na sanamu hiyo mpya ambayo Haruni aliitengeneza kwa ajili yao. Unajua kwamba kusanyiko lote linaweza likarudi nyuma? Unajua ya kwamba dhehebu zima linaweza likarudi nyuma? Tumeona madhehebu mengi ya aina hiyo. Kiongozi mpya amekuja, na kiongozi mwingine Musa yuko mbali kidogo safarini, na huyu Mungu wa saikolojia, Mungu wa mafundisho aina fulani, na Mungu wa ibada za uongo anatambulishwa kwa watu, na wanasahau yale ambayo wamekuwa kiasikia kwa miaka hii mingi yote, na hatimaye wanageuka na kuondoka kwa Bwana. Wewe hautogeuka na kumwacha Bwana. Sema mimi sitomwacha Bwana. Tazama Kutoka sura ile ya 32. Kutoka 32 mstari wa 32. Soma na jirani yako hapo. Walakini sasa ikiwa utawasamehe dhambi yao. Alikuwa hajamaliza huo mstari. Na kama sivyo unifute na kusihi katika kitabu chako ulichoandika. 33. Bwana akamwambia Musa,
Haya hapa ndio madhara ya udhambi wa warudi nyuma. Bwana akamwambia Musa, mtu yoyote aliyenitenda dhambi ndiye nitakayemfuta katika kitabu changu. Umesikia hilo? Na kuuliza, umesikia hilo? Hebu soma mstari huo, jisomee mwenyewe mstari huo. 1, 2, 3 twende. Unaona ile ambalo Bwana anazungumza, anasema mimi ni Bwana sibadiliki. Ni yule yule hata leo. Anasema mtu yoyote iwe amepanda juu kama Haruni, yoyote awaye yule, awe ni mtu muhimu katika jamii ya Israeli, mtu yoyote yule, mwanamume mwanamke katika kanisa, mtu yoyote, mshirika, mtumishi, mtu yoyote aliyenitenda dhambi mimi ndiye nitakayemfuta katika kitabu changu. Hautotenda dhambi, hautofutwa kutoka katika kitabu cha uzima. Lakini unajua wale ambao wanatenda dhambi, wanaendelea katika dhambi na wanasema wamehitimu katika dhambi, wanatembea katika dhambi, wanatendea kazi dhambi, wanadhani wapo salama milele, na wanasema mimi nipo na nitaendelea kuwepo. Anasema yoyote aliyenitenda dhambi ndiye nitakayemfuta katika kitabu changu. Tazama Yoshua sura ile ya 24. Yoshua sura ile ya 24 mstari wa 20. Kama mkimwacha Bwana na kuitumikia miungu migeni, ndipo atageuka na kuwatenda mabaya na kuangamiza baada ya kuwatendea mema. Mtazame Yoshua, mhubiri wa ukweli, mhubiri mwaminifu. Hakuwadanganya watu, hakuwafurahisha watu kwa makusudi juu ya mambo ambayo hayakuwa na uzito wala ya thamani yoyote. Akawaambia Bwana yu pamoja na nyinyi, jambo jema. Lakini mkimwacha Bwana na kuitumikia miungu migeni, ndipo atageuka na kuwatenda mabaya na kuwakataeni na kuwaadhibu na kuwatupilieni mbali, na atawafanya muwe kama mataifa na watu wasioamini, na kuwaangamiza baada ya kuwatendea mema. Unaelewa? Usalama katika Bwana una sharti, na sharti ni kwamba udumu katika Bwana. Mambo ya Nyakati wa Pili, Mambo ya Nyakati wa Pili, nasoma sura ile ya 15. Mambo ya Nyakati wa Pili 15 mstari wa kwanza. Mambo ya Nyakati wa Pili 15 mstari wa kwanza. Ndipo roho ya Mungu ikamjia Azaria mwana wa Odedi, naye akatoka ila mlaki Asa, akamwambia, nisikieni Asa na Yuda wote na Binyamini, Bwana yu pamoja nanyi, mkiwa pamoja naye. Nanyi mkimtafuta ataonekana kwenu, lakini mkimwacha atawaacha nyinyi. Naona kuna pande mbili hapa. Upande mmoja ukimtafuta, ukamfuata, ukiendelea katika Bwana, utampata. Utapata kibali chake, utapata upendo wake, utapata rehema zake, utapata wema wake. Lakini ukimwacha
nimeokolewa, nimezaliwa mara ya pili, mimi ni mwanafunzi wa Yesu, ni mshirika wa kanisa, namfuata Bwana. Jambo jema, jambo jema. Lakini sirini, unapojaribiwa, wakati wa kupitia magumu na wakati wa kukabiliana na magumu, kama mahali pako pale ofisini au nyumbani, na unaanza kufanya mambo ya kinyume na neno la Mungu, kama ukimwacha na ukaacha neno lake na ukaacha kanuni zake na ukaacha kanuni zake, anasema na ukimwacha yeye naye atakuacha wewe. Mimi sitamwacha Bwana. Jiambie mwenyewe, sema sitomwacha Bwana. Jaribu linaweza likaja, hebu na tubaki na Bwana. Jaribu nakwambia, hebu tuwe pamoja, hebu na tukubaliane, na tuachane na hili, mimi naachana na hili na wewe achane na lile. Huyu anakuambia naachana na utamaduni wangu, wewe achana na mafundisho yako ya uzima, mimi naacha hili, wewe acha lile, ili hatimaye tutembee kwa pamoja. Kama utamwacha Bwana, ukaliacha neno la Bwana, ukaacha mafundisho ya neno la Mungu, naye Mungu atakuacha. Mimi sitomwacha Bwana. Sema kama nilivyosema, mimi sitomwacha Bwana. Bwana najibu maombi yako kwa jina la Yesu. Waibrania sura ile ya 10. Waibrania sura ile ya 10, nasoma kuanzia mstari wa 26. Maana kama tukifanya dhambi kusudi baada ya kuupokea ujuzi wa ile kweli, maana kama tukifanya dhambi kwa maksudi baada ya kuipokea ule ujuzi wa ile kweli. Hebu tazama huko mbele, kila mmoja katika kanisa letu analisikia neno la Mungu kila Jumapili, Jumanne, Alhamisi, Jumamosi, Jumapili, mwaka mzima. Hatuwezi kuigiza ya kwamba hatujaipata kweli. Tumepokea ujuzi wa ile kweli. Tunaijua kweli kuhusu Mungu Baba. Tunaijua kweli kuhusu Yesu Mwokozi wetu, yote katika yote. Tunajua kweli juu ya Roho Mtakatifu. Tunaijua kweli juu ya ujuzi wa kuingia katika ufalme, kuzaliwa mara ya pili. Tunaijua kweli ya usafi wa moyo na utakatifu wa maisha, utakaso, ujuzi wa utakaso. Tunajua kweli juu ya nguvu ya Roho Mtakatifu inayokuja juu ya maisha. Tunajua ukweli wa mume mmoja, mke mmoja mpaka kifo kitakapotutenga. Tunajua ukweli wa urejesho. Tunajua ukweli ya kwamba Kristo anarudi tena. Sasa baada ya kupokea ujuzi wa ukweli, kama tukitenda dhambi kusudi tu na tukatupilia mbali dhamiri yetu, tukatupilia mbali mafundisho ya uzima, tukitupilia mbali Biblia zetu, na tukitupilia mbali wahubiri wetu na kuwanyamazisha kimya wahubiri wetu, usituambie kweli tena, usituambie hilo tena, iwe tumesema kwa sauti au la, iwe tumeacha kuhubiri hilo au la, tayari wewe unaofahamu ujuzi wa ile kweli. Kwa hiyo tukifanya dhambi kwa maksudi, kama kwa macho yako makavu kabisa na akili yako yenye usikivu na dhamiri yako unasema sasa, ukitenda dhambi baada ya kuipokea hii kweli au ujuzi wa ukweli, haibaki tena dhabihu kwa ajili ya dhambi. Kristo atarudi tena na kutoa dhabihu nyingine kwa ajili ya wokovu wako. Kama utakataa matoleo ambayo amekwisha kuyafanya tayari, hatotoa dhabihu nyingine. Kama utawakataa mitume, manabii, wainjilisti, wachungaji, walimu, kama utakataa mafunuo ya Agano Jipya tuliopewa na mitume na manabii wa Yesu Kristo, na ukafanya dhambi kwa maksudi, anasema haibaki tena
dhabihu. Hautobadilisha mfumo tena wa agano la kale, agano jipya, tupewe ufunuo mpya ili afanye dhabihu nyingine ambayo itakupeleka mbinguni. Hatupaswi kutenda dhambi. Hautotenda dhambi. Mstari wa 27, bali kuna kuitazamia hukumu yenye kutisha na ukali wa moto ulio tayari kuwala wao wapingao. Mstari wa 28, mtu aliyeidharau sheria ya Musa hufa pasipo huruma kwa neno la mashahidi wawili au watatu. 29, mwaonaje? Haikumpasa adhabu iliyo kubwa zaidi mtu yule? Adhabu kubwa zaidi, adhabu ya kudumu, adhabu kali zaidi, mtu yule aliyemkanyaga mwana wa Mungu kutokana na yale tuliopewa. Mwaonaje? Haikumpasa adhabu iliyo kubwa zaidi mtu yule aliyemkanyaga mwana wa Mungu na kuihesabu damu ya agano aliyotakaswa kwayo kuwa ni kitu ovyo. Sasa anahesabu kuwa hayo aliyoyafanya Yesu sio ya maana na kumfanyia jeuri roho wa neema, lakini haitokutokea wewe. Nasema lazima tuwe waangalifu, tuwe makini, maana twamjua yeye. Mstari wa 30, aliyesema kupatiliza kiasi ni juu yangu, mimi nitalipa, na tena Bwana atawahukumu watu wake. Watu gani atakayewahukumu Bwana? Na Bwana atawahukumu watu wa aina gani? Hebu niambie, atawahukumu akina nani? Watu wake. Watu wake ambao walikuwa wameokolewa, watu wake ambao walikuwa wakimfuata, lakini sasa kwa maksudi, kwa uovu na ulafi, anasema ni jambo la kutisha kuanguka katika mikono ya Mungu aliye hai. Mstari wa 31, naomba ya kwamba hukumu ya Mungu haitokuja juu yako. Tazama hiyo Waibrania sura 10 hiyo mstari wa 38. Waibrania 10:38, lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Utatunza imani yako ikiwa hai, utaendelea kuishi kwa imani. Hautoenenda kwa namna ya kimwili, wala hautotoa sheria tu mikononi mwako. Utaenenda katika njia ya Bwana kwa imani, kwa jina la Yesu. Imani yokoayo ndiyo imani inayotutunza ili tuwe thabiti. Unapomwamini Bwana na unaiepuka hukumu ya Mungu ili uendelee kuamini, ili sasa hukumu hii isirudi kwako tena. Nasema, lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisita, naye akifanya nini? Naye akisita, anapotaka kuolewa, mke hajaja bado, na kwa sababu hiyo mtu yeyote akisita, kwa maana kurudi nyuma, anataka kupata cheti. Nimekuwa nikifanya ule mtihani, ni mara ngapi sasa nimefanya ule mtihani, na wanasema isipokuwa tu nikikubaliana nikadanganya na nikautoa mwili wangu kwa huyu mtunga mtihani ule ili sasa aniruhusu nipate alama, wanasema hautoweza kuhitimu na kutoka katika kile chuo bila kujitoa kwa huyo mwadhiri au kutoa fedha. Anasema, lakini mtu akirudi nyuma, iwe ni mwanamke mwanamume, na baadhi ya nyakati unakwenda kwa ajili ya usahili, na kuna mtu anakunongoneza huko nyuma kwamba ulifanya vizuri na umefaulu, utarajie kupata barua ya kuitwa kazini, lakini lazima umimine maji kidogo ili sasa ukanyage kwenye ardhi yenye unyevu. Isipokuwa umefanya hilo, unajua binti mdogo, kijana mdogo,
Sio swala la kuomba sasa, sio yale unayoyajua, ni nani unayemjua. Na isipokuwa umetoa kitu, kama anamuuliza kama nini bwana mkubwa, anasema kwani wewe sio mtu mwenye akili? Sawa, kama uelewi, isipokuwa umetoa fedha. Je, huo sio udanganyifu na ufisadi? Na anasema ndio, lakini isipokuwa umefanya hivyo. Huyu mtu anajibu, mimi sidhani kama naweza nikafanya hivyo. Anaulizwa kwa nini? Asemi kwa sababu neno la Mungu linanikataza, na muamini Yesu anasema kwa sababu nakwenda kwenye kanisa na lile kanisa aliruhusu, alitoa kibali kwa wale ambao wanatoa hongo. Nasema umeona sasa, ni kanisa gani hilo? Ni Deeper Life. Je, hilo ndilo kanisa pekee mjini? Je, kanisa lako halitokuruhusu kutoa hongo? Hebu kasali kanisa lingine huko na utoe unaotakiwa kutoa, ili hatimaye uweze kupata ajira. Ajira haitoondoa uokovu wako. Ajira yako haitokunyang'anya wewe mbingu. Ajira isilazimishe jehanamu kuwa fungu lako. Hiyo sio amina ya Deeper Life hiyo. Nasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani, lakini mtu akisita sita, anasema roho yangu haina furaha naye. 39, lakini sisi hatumo miongoni mwao wasitao kupotea. Mimi sita ili kupotea, bali tumo miongoni mwao walio na imani ya kutuokoa roho zetu. Kama umerudi nyuma, hebu rudi kwa Bwana leo na urejesho kwa Bwana leo. Usiruhusu hilo jambo dogo lilazimishe jehanamu juu yako na ikufanye uende jehanamu. Usicheze na uzima wa milele. Waraka wa pili wa Petro sura ile ya 2 mstari wa 20. Waraka wa pili wa Petro sura ya 2 mstari wa 20. Kwa maana wale waliokwisha kuyakimbia machafu ya dunia kwa kumjua Bwana, watu waliokombolewa, watu waliookolewa, watu waliouishwa, watu waliogeuzwa, wameyakimbia machafu ya dunia kwa kumjua Bwana na Mwokozi Yesu Kristo. Kama wakinaswa tena na kushindwa, huko ndiko kurudi nyuma. Walikombolewa, walitubu, wakasamehewa, wakafanyika kuwa wana wa Mungu, wakawa wanatembea kwa kunyoka na wanaishi kwa usahihi. Sasa wananaswa tena na kushindwa. Hali yao ya mwisho imekuwa mbaya kuliko ile ya kwanza. Hali yao ya mwisho imekuwa mbaya kuliko ile ya kwanza. Hiyo ina maana gani? Ina maana kabla ya wao kuokolewa, kama wangekufa katika hali ile, wangekwenda katika jehanamu moja kwa moja, katika hali ya kawaida bila kurudi nyuma, wangekwenda jehanamu. Lakini sasa wameokolewa, wameepuka ile hali ya kwenda jehanamu, wamekuwa kiumbe kipya, wamegeuzwa, wamebadilishwa. Lakini tena wananaswa katika uchafu, wananaswa katika unajisi, wananaswa katika uasherati, wananaswa katika kuabudu sanamu, wananaswa katika uchafu, na wananaswa katika kuabudu sanamu na makosa na uongo. Anasema mwisho wao ni mbaya kuliko ile hali ya mwanzo. Ina maana jehanamu itakuwa ni joto zaidi kwao, ile adhabu itakuwa ni kali zaidi kwao. Naomba ya kwamba hii haitokutokea wewe. Sawa, najitabiria mwenyewe, hii haitonitokea mimi, jitabirie mwenyewe. Tazama mstari wa 21. Maana ingekuwa heri kwao kama wasingelijua njia ya haki. Ingekuwa heri kwao
kama wasingelijua habari za haki, habari za utakatifu, habari za kuzaliwa mara ya pili, habari za maisha mapya katika Kristo, na wakaenda jehanamu katika hali ya kawaida kama wenye dhambi wengine. Lakini sasa, kuliko kuijua kweli, kisha wakaijua njia ya Mungu, kisha kuiacha ile amri takatifu waliopewa, maisha katika ule umilele yatakuwa ni mabaya kwa watu wa aina hiyo. 22, lakini imetukia kwao sawasawa na ile mithali ya kweli, mbwa ameyarudia matapiko yake mwenyewe. Wewe hautoyarudia matapiko yako mwenyewe. Ulikotoka, ibada za uongo, hautorudi katika zile ibada za uongo tena kwa jina la Yesu. Ulikotoka, unajisi, dhambi, hautorudi kule kwa jina la Yesu. Sema nguruwe, na nguruwe aliyeoshwa amerudi kugagaa matopeni. Hayo ndio madhara ya udhambi wa mrudi nyuma. Hautorudi nyuma. Mimi sitorudi nyuma. Jiambie mwenyewe, hautorudi nyuma kwa jina la Yesu. Kama umerudi nyuma, tazama hili. Leo naweza ukarudi kwa Bwana. Waraka wa Yakobo sura ya 5 mstari wa 19. Ndugu zangu, ikiwa mtu wa kwenu amepotelea mbali na kweli, na mtu mwingine akamrejeza, jueni ya kuwa yeye amrejezaye mwenye dhambi hata atoke katika njia ya upotevu, ataokoa roho na mauti, na kufunika wingi wa dhambi. Utaendelea kipengele cha 3, kujiweka wakfu. Kujiweka wakfu pasipo lawama na uthabiti. Waraka wa pili wa Petro sura ya 3 mstari wa 17. Mstari wa 17. Sema kuna njia waovu ambayo nyinyi mliacha, mkaacha uthabiti wenu mkaenda huko. Hautoanguka. Nasema wewe hautoanguka. Hebu na tuinuke, mwahidi Bwana kwamba sitoanguka. Inuka kwa miguu yako, mwambie Bwana, mimi sitaanguka. Inuka kwa miguu yako, fungua kinywa chako, mwambie Bwana katika maombi. Inuka kwa miguu yako, mwambie Bwana katika maombi ya kwamba hautoanguka.